Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema kwamba kutokana na kifo cha mkuu wa usalama Ali Larijani, taifa hilo la Kiajemi litalipa kisasi kizito. Kiongozi mkuu huyo ametoa taarifa yake akieleza kwamba wauaji wa mkuu wa usalama wa nchi hiyo Ali Larijani ni sharti watalipizwa kisasi kutokana na mashambulizi hayo. Mujtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu achukue mamlaka baada ya kuuawa kwa baba yake Ayatollah Al-Khamenei. Lakini amekuwa akizungumza katika maeneo ya siri, lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ni kutokana na kulinda usalama wake zaidi na zaidi. Taarifa hii ya Mujtaba Khamenei imetolewa huku jeshi la Israel likiapa kuendelea na mashambulizi ya kuwalenga maafisa wa serikali ya Iran baada ya kutangaza kumuua waziri wa ujasusi Ismail Khatibu. Na wakati huo huo, mamlaka kote katika mataifa ya Ghuba zimetangaza kuwa ibada ya sikukuu ya Eid al-Fitr ambayo inaashiria mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan zitafanyika ndani ya misikiti ya kawaida baada ya kufanyika nje, ambapo kwa kawaida maelfu ya waumini hukusanyika kuadhimisha sikukuu hiyo. Mataifa hayo yamesema hatua hiyo ni ya tahadhari kutokana na hali ilivyo wakati huu, kwamba kumekuwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka nchini Iran, na hivyo kwa hali hii hawawezi kuendesha ibada ya sikukuu katika wakiwa nje, lakini kuna uwezekano mkubwa wakafanya ibada ya swala ya Eid katika wakiwa ndani ya misikiti yao. Jeshi la IRGC pia limesema kwamba lazima lilipize kisasi cha kuuawa kwa Khamenei. Haijaelezwa wazi kwamba kisasi hichi kitaangalia nini na nini, lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba wakati huu, kutokana na kulengwa kwa viongozi wa Iran huenda ikaanzisha mpango kama huo, na inatajwa kwamba katika moja ya taarifa ambazo hazikuthibitishwa, kuna mpango wa Iran kupeleka wanajeshi wa siri ndani ya Israel na maeneo mengine ambayo yatahusisha viongozi wa Marekani ambao wameua viongozi wa Iran. Vita hii itakuwa ni vita mbaya sana. Ni vita ambavyo kimsingi vitasababisha maisha ya watu katika eneo la Mashariki ya Kati kuwa magumu mno, kutokana na kwamba hakuna namna ya kuendelea kufanya kazi kwa uhakika, lakini pia uzalishaji nao pia unakuwa mgumu sana katika kipindi hiki cha vita ambavyo vinaendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limeapa kwamba lazima kisasi hicho kifanyike kama sehemu ya kulipa kisasi mauaji ya viongozi wao, ikiwa ni pamoja na Ayatollah Al-Khamenei, lakini pia viongozi wengine ambao ni pamoja na wanajeshi wa ngazi za juu waliouawa katika vita hivi, kadhalika na mkuu wa usalama Ali Larijani ambaye ameuawa wiki hii kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika maeneo ya taifa hilo la Kiajemi. Israel imeapa itahakikisha itawaua viongozi wote, ikiamini kwamba huo ndio mpango pekee uliobaki wa kuweza kuiangusha serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Licha ya hayo, serikali hiyo inasema kwamba ipo imara. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, ni kwamba mfumo wa utawala wa nchi hiyo hautoweza kuanguka kutokana na namna ulivyojengwa na namna ambavyo raia pamoja na wananchi walivyopokea na kuthamini mfumo wa kimapinduzi ya Kiislamu katika taifa hilo la Kiajemi la Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.